Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, kama ilivyosema katika kipindi chetu cha kwanza, nilisema jina langu ni John George Bibangamba, na mimi nimesomea nimesomea sayansi ya siasa, yani political science, katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na pia nimekuwa mwalimu kwa siku nyingi. Hivyo mtu kwa naomba mtu asije akasema akapuuzia hii elimu ambayo tunaipata, kusema kwamba yeye ni nani, sijui ni nani. Mimi hata katika mambo ya uongozi nimewahi kuwa diwani wa kata ya Ihanda hii. Hivyo mtu asije akapuuzia kusema kwamba ni huyu anajua nini. Lakini pia kama nilivyosema, ninazungumza baada ya kuonyesha wataalamu wa kimataifa juu ya siasa wanasemaje. Kwa hiyo nilikuwa naomba mtu asipuuzie jambo hili. Sasa katika vipindi vilivyopita tulizungumzia mambo ya siasa, mambo ya demokrasia, na sasa katika mambo ya siasa tuliona wanasiasa wanatumia njia gani katika kuwadanganya watu, na hiyo njia kubwa ni propaganda. Sasa hii kipindi cha propaganda naomba kila wakati uwe unakitazama. Halafu tumezungumzia demokrasia. Watu wengine wanadhani kuna demokrasia moja. Hapana, wataalamu wametuonyesha kwamba kuna demokrasia aina tatu: demokrasia ya kiliberali yani ya kibepari, demokrasia ya kikomunisti au kisosialisti, na demokrasia ya kiulimwengu wa tatu, yani nchi zetu hizi changa. Sasa umeona kwamba kwa kweli demokrasia si aina moja. Kwa hiyo mtu ukisikia mtu anasema nchi hii haina demokrasia au nini, wewe tumia akili zako, tumia vipindi hivi ambavyo tunavifundisha kuweza kuamua, je, kweli huyu anasema ukweli au ni uongo mtupu? Sasa naomba tuanze na kujadiliana. Kama tumeona kwamba kuna aina tatu za demokrasia, je, ili ipi iliyo bora? Ni ipi kati ya hizo tatu ambayo tunaweza tukasema kwamba ni bora kuliko nyingine? Swali hili linajibiwa na mtaalamu mmoja huyo ambaye tumeshamuona, Macpherson. Anasema kuwa na nukuu, zote tatu zinafaa kuitwa demokrasia bora kwa sababu lengo lake ni lile lile, yaani kutengeneza mazingira yatakayowezesha kuwepo kwa maendeleo kamili na huru ya binadamu wote katika jamii. Hiyo unaona kwamba zote zinaitwa demokrasia. Hakuna huyu nani hawana demokrasia. Zote zina lengo moja, yaani kutengeneza mazingira yatakayowezesha kuwepo kwa
maendeleo kamili na huru ya uwezo wa binadamu wote katika jamii. Kama ni kweli kila aina ya demokrasia ina lengo lile lile, inafaa basi tujiulize, mbona wale walio na aina moja ya demokrasia, na hasa wale wa kiliberali, wanawalaumu wengine kwamba hawana demokrasia kabisa au wanakiuka misingi ya demokrasia? Kwa kweli swali hili linajibiwa na mtaalamu huyu akisema zote tatu zina haki ya kuitwa demokrasia, ila wale wanaoishi chini ya mojawapo wanawalaumu au wanaohukumu wale wanaoishi chini ya zile nyingine kuwa hawana demokrasia kabisa au hawatekelezi misingi ya demokrasia. Mtaalamu huyu anaeleza huo ulikuwa mwisho wa kunukuu. Mtaalamu huyu anaeleza sababu za kutofautiana, akisema na nukuu, serikali ya kidemokrasia kama zilivyo serikali nyingine zote iko pale kutekeleza na kutetea aina fulani ya mahusiano kati ya mtu mmoja na mwingine, aina fulani ya haki za wazi na zile zisizokuwa za wazi mtu anazozidai chini dhidi ya mtu mwingine kufuatana na umiliki wao wa mali. Mwisho wa kunukuu. Hivyo jamii za ulimwengu zinatofautiana katika mila, desturi na tamaduni zao. Pia zinatofautiana katika viwango vya maendeleo kiuchumi na kijamii. Kufuatana na sababu zote hizo, utekelezaji wao wa lile lengo kuu tulilokwisha liona hapo juu unatofautiana kati ya jamii moja na nyingine. Mwisho wa kunukuu. Kwa mfano, nchi za ulimwengu wa tatu ziko nyuma sana katika maendeleo, yaani kiuchumi na kijamii, na kama tulivyokwishaona zinapigana kufa na kupona kujikwamua katika hali hiyo, ikiwa ili ziweze kupiga hatua na kujikwamua katika shida hizi. Na ili ziweze kufanya hivyo zinahitaji nguvu na ushirikiano na mshikamano wa kila mmoja katika jamii. Kwa hiyo basi, nikiona kwamba kuna upinzani ambao unajaribu kuyumbisha umoja huo, basi
zitaona kwamba kuna walakini na zitaanza kuchukua hatua. Nanka nimesema kwamba nchi hizi zinakuwa na demokrasia tofauti, lakini watu wanadanganywa kwamba demokrasia iko ya aina moja, lakini ziko tofauti na utekelezaji wake uko tofauti, na hii ndiyo inayoleta mgogoro katika nchi hizi mbalimbali, kwa sababu watu wanadanganywa. Watu wanachukulia demokrasia ya kiliberali kuwa ndiyo demokrasia bora, bila kujali tofauti zilizopo kati ya nchi zetu za ulimwengu wa tatu na zile za kiliberali au za magharibi. Mtaalamu huyu, yaani Macpherson, anaeleza vizuri chanzo cha migogoro hii kati ya serikali iliyopo madarakani na vyama vya upinzani katika nchi hizo, akisema hivi, na nukuu: tuchukulie kwamba kama inavyotokea mara kwa mara, kunajitokeza wananchi fulani katika nchi moja hiyo, ingawa wanaunga mkono lengo kuu la taifa, lakini kutokana na sababu za kikabila au kidini au kiitikadi wanakataa kushirikiana na serikali hiyo iliyo madarakani na kuamua kuunda upinzani. Utawala unaweza kuchukulia upinzani huu kama usaliti. Hii ni kwa sababu nchi inapigana kufa na kupona ili kuleta umoja na mshikamano kwa ajili ya maendeleo, na wakati huo inaona kuwa jukumu au juhudi hizo zinagonga mwamba au zinakwamishwa na upinzani. Hali hii inakuwa mbaya zaidi iwapo itagundulika kuwa upinzani umetafuta kuungwa mkono na nchi za nje. Utawala utachukulia hali kama hiyo kuwa ni usaliti. Mwisho wa kunukuu. Tunashuhudia hali kama hii inayoelezwa hapo juu na mtaalamu huyu hapo katika nchi zetu nyingi zinazoendelea katika Afrika, na baya zaidi hali hiyo inachochewa na vyombo vya habari vya nje na hata vya humu ndani ya nchi hiyo hiyo kama hiyo ambavyo ni vya upinzani. Hivyo
serikali nyingi zinachukulia serikali zilizo nyingi zinashindwa kutekeleza lengo kuu la jamii kwa sababu ya kupoteza muda mwingi katika migogoro isiyokuwa na tija. Tumemaliza kuzungumza juu ya demokrasia. Sasa nataka tuzungumzie haki na wajibu, na naomba tuzingatie hili. Mtu inakuwa ni mchezo kweli, maana neno haki linasikika sana kila wakati na kila mahali ukilinganisha na neno wajibu. Ni rahisi zaidi mtu kuona kuwa haki zake zimepunjwa au zimeporwa na chombo fulani cha serikali au cha umma kuliko kuona wajibu wake. Katika sehemu hii tutajaribu kufafanua maneno haya mawili, haki, yani haki na wajibu, na sababu za kuwepo malalamiko mengi kuhusu haki, lakini hatusikii hata mtu anazungumzia juu ya wajibu. Hebu sasa tuone maana ya haki na wajibu. Nini maana ya haki na wajibu? Maneno haya mawili, haki na wajibu, yanaambatana kama vile watoto mapacha. Watu wengi tunakosea tunapozungumzia haki bila kuzungumzia wajibu. Mara kwa mara, kwa mfano, tunasikia vyombo vya habari vikilalamika kuwa vimenyimwa au vimepunjwa haki zake na serikali kwa kufungiwa, kwa mfano kutoa habari au vinatozwa faini. Kutokana na malalamiko haya kuwa mengi, hatuna budi kufahamu maneno au neno hili muhimu, haki, na kwa nini linapigiwa kelele sana kuliko neno pacha lake wajibu. Nini maana ya haki? Haki ni stahiki au mambo ambayo mtu anastahili kuyapata kwa mujibu wa ubinadamu wake au kwa mujibu wa asili yake, na kwa mujibu pia wa sheria au maafikiano fulani. Kiutaalamu, kuna haki za aina mbili, yaani haki za msingi au za asili, yaani hizo katika Kiingereza inaitwa natural rights, na haki za kisheria, yaani katika Kiingereza
zinaitwa legal rights. Sasa hebu tuone haki za msingi hizo ni nini hasa. Haki za msingi au asili, haki hizi ni zile ambazo binadamu wote wanazo kama binadamu. Kwa mfano, binadamu wote ni sawa na huru. Kawaida binadamu wote tunapozaliwa tunakuwa katika hali ile ile, awe mzungu au Mwafrika, awe mwanamke au mwanamume, wote tunazaliwa tukiwa uchi, tukiwa wanyonge na watu tusiojiweza kabisa. Pia mahitaji yetu binadamu wote ni sawa, yaani tunahitaji chakula, malazi, hewa, kutoa taka mwilini na kadhalika. Hivyo binadamu wote popote walipo na katika hali yoyote waliomo, awe tajiri au maskini, awe mwanamke au mwanamume, awe mtoto au mtu mzima, wote wanastahili haki zile zile, yaani uhuru na usawa mbele ya haki. Kufuatana na hali hii, rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2013 ibara ya 24 inasema na nukuu, ni marufuku mtu yeyote kubaguliwa na mtu, mamlaka ya nchi au mamlaka yoyote inayotekeleza madaraka yake chini ya sheria yoyote, na katika kutekeleza kazi au shughuli yoyote ya mamlaka ya nchi. Mwisho wa kunukuu. Katiba hiyo inafafanua neno kubagua kuwa ni na nukuu. Nini maana ya kubagua? Na nukuu, maana yake ni kutimiza utashi, haki au mahitaji mengine kwa watu mbalimbali kwa kuzingatia utaifa wao, kabila, mahala walipotokea, maoni yao ya kisiasa, rangi, dini, jinsi au hali yao ya maisha, kwa namna ambayo watu wa aina fulani wanafanyiwa au kuhesabiwa kuwa dhaifu au duni na kuwekewa vikwazo au masharti ya vipingamizi, ambapo watu wa aina nyingine wanatendewa tofauti au wanapewa fursa au faida iliyoko nje ya masharti au sifa za lazima. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni rasimu ya katiba. B.
Hebu sasa tuzungumzie haki za kisheria. Haki za kisheria hizi ni stahiki ambazo kila binadamu anazipata kutokana na kuwepo kwake katika jamii. Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2013 inataja haki hizo kuwa ni hizi zifuatazo: moja, haki ya kutokuwa mtumwa. Mbili, uhuru wa mtu binafsi. Tatu, haki ya faragha na usalama wa mtu. Nne, uhuru wa mtu kwenda anakotaka. Tano, uhuru wa maoni. Sita, uhuru wa habari na vyombo vya habari. Saba, uhuru wa imani ya dini. Nane, uhuru wa mtu kujumuika na kushirikiana na wengine. Tisa, uhuru wa kushiriki shughuli za umma. 10, haki ya kufanya kazi. 11, haki ya wafanyakazi na waajiri. 12, haki ya kumiliki mali. 13, haki ya mtuhumiwa na mfungwa. 14, haki ya uraia. 15, haki ya walio chini ya ulinzi. 16, uhuru na haki ya mazingira safi na salama. 17, haki ya elimu na kujifunza. 18, haki ya mtoto. 19, haki za vijana. 20, haki za watu wenye ulemavu. 21, haki za makundi madogo madogo katika jamii. 22, haki za wanawake. 23, haki za wazee. Nadhani tumezisikia hizo haki. Hizo ni haki za kisheria. Sasa hebu tuzungumzie wajibu. Wajibu ni mambo ambayo mtu anapaswa ayafanye au ayatekeleze kama jukumu lake. Mtu anapokuwa na haki au stahiki, lazima pia awe na wajibu au jukumu la kufanya ili astahili haki inayotajwa. Kwa mfano, mtoto ana haki ya kutunzwa na kulindwa. Basi naye lazima awe na wajibu wa kutii na kuheshimu wale wanaomtunza. Pia lazima haki iwe na mipaka, maana isipokuwa na mipaka, huenda haki ya mtu mmoja ikaingilia haki ya mtu mwingine, na hivyo kutokea kutoelewana kati ya watu hao wawili. Mtaalamu mmoja amewahi kusema kuwa haki ya mtu inaishia mwisho wa pua yake, maana ikizidi pale
itakuja kugongana na pua ya mwenzake. Mtaalamu mmoja wa kale aitwaye Tom Paine katika kitabu chake kiitwacho The Rights of Man alichokiandika mwaka 1791 na kama anavyonukuliwa na J. Hampton Jackson katika kitabu kiitwacho Political Ideas, kitabu kinachoitwa Political Ideas, wakati akiongelea mipaka ya uhuru na haki alisema hivi, na naomba tuzingatie hili na nukuu: tamko la haki ni pia tamko la wajibu. Chochote kilicho haki yangu kama binadamu pia ni haki ya mwingine, na inakuwa ni wajibu wangu kutoa haki, yaani kwa mwingine, kwa mwenzangu, na wakati huo huo kuimiliki, yaani kumiliki haki yangu. Mwisho wa kunukuu. Na nadhani mtu umezingatia haki na wajibu, yaani iliyo haki yako ni haki ya mwenzako. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe kumpa huyo haki yake. Kwa kuwa tunaishi katika jamii, na kwa kuwa kila mtu angependelea kutanua haki zake, ni muhimu sana mamlaka ya nchi ijaribu kuweka mipaka ya haki za kila mmoja ili kuzuia mgongano katika jamii. Mtaalamu huyu Paine tuliyemwona hapo juu, akizungumzia jinsi mipaka hiyo ya haki inavyoamuliwa, anasema kama ifuatavyo, na nukuu: haki ya kisiasa inahusu uwezo wa kufanya jambo lolote ambalo halina madhara kwa mwingine. Matumizi ya haki za asili za kila mtu hayana mpaka mwingine tofauti na ile iliyo haina mipaka mwingine tofauti na ile iliyo muhimu katika kuhifadhi matumizi huru ya haki zile zile kwa ajili ya mtu mwingine, na mipaka hiyo inaamuliwa na sheria peke yake. Mwisho wa kunukuu. Na mtaalamu mwingine wa kale aitwaye Locke, L-O-C-K-E, Locke, akinukuliwa na Rousseau katika kitabu chake kiitwacho The Social Contract. Kitabu cha Rousseau kinaitwa The Social Contract, akizungumzia
umuhimu wa sheria, anasema kama ifuatavyo. Anazungumzia juu ya sheria na nukuu, sheria haipunguzi uhuru wa mtu, isipokuwa inaupanua zaidi kwa kumlinda dhidi ya utawala huria na vurugu vinavyoweza kuingilia uhuru wake, na pia mgongano kati ya matumizi ya uhuru wa mtu mmoja na ule wa mwenzake. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo watu wengine wanadharau sheria, sheria ni kandamizi. Hapana, wewe unatumia ubinafsi. Mpaka ambao unazungumziwa hivyo ndiyo hiyo inayojulikana kama wajibu. Kwa mfano, ingawa mtoto pale nyumbani anayo haki ya kula na kushiba, lakini analazimika au ana wajibu wa kukumbuka pia wenzake ambao nao pia wanahitaji au wana haki ya kula na kushiba. Hivyo ni jukumu lake huyo mtoto kuwawekea wenzao au wenzake sehemu yao, na sio kula na kuharibu chakula chote maadamu yeye ameshiba. Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2013 inaonyesha mpaka kwa kila haki inayotajwa katika katiba, na hivyo ndivyo ilivyo katika kila katiba ya nchi yoyote ulimwenguni. Tuone mifano michache katika rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2013. Mfano wa kwanza, tuone uhuru wa habari na vyombo vya habari. Hii ni ibara ya 30, ibara ndogo ya pili, inasema, na nukuu, vyombo vya habari vitakuwa huru na vile vile vitakuwa na haki ya kupata na kusambaza habari na taarifa wanazopata. Hiyo ni haki. Lakini B, itakuwa na wajibu, vyombo hivyo vitakuwa na wajibu wa kusambaza habari na taarifa kwa wananchi. Moja hiyo. Ya pili, itakuwa na wajibu wa kuheshimu na kulinda utu, heshima, uhuru na staha ya wananchi dhidi ya habari na taarifa wanazotumia, wanazotayarisha na kuzisambaza. Umesikia? Ya kwanza ilikuwa ni wajibu, ya pili ilikuwa ni haki, lakini ya pili ni wajibu. Sasa ibara ya 30 hiyo
Ibara ndogo ya 4 inasema hivi: masharti ya ibara hii yatalazimika kuzingatia masharti ya sheria ya nchi itakayotungwa kwa ajili hiyo, na kwa kuzingatia masharti ya sheria ya nchi itakayotungwa kwa ajili hiyo, na madhumuni ya kulinda usalama wa taifa, amani, maadili ya umma, haki, staha na uhuru wa watu wengine. Mwisho wa kunukuu. Naomba nirudie hii, maana kidogo naona kama nimekosea kidogo. Na nanukuu: masharti ya ibara hii yatalazimika kuzingatia masharti ya sheria ya nchi itakayotungwa kwa ajili hiyo, na kwa madhumuni ya kulinda usalama wa taifa, amani, maadili ya umma, haki, staha na uhuru wa watu wengine. Mwisho wa kunukuu. Hivyo vyombo vya habari lazima viweke maanani haki za watu wengine na usalama na amani ya taifa wakati wa kutafuta na kusambaza taarifa yoyote. Bila hiyo watakuwa wanavunja uhuru na haki za watu wengine na wajibu wao wa vyombo vya hivyo kwa usalama wa taifa. Ibara ndogo ya 5 inasema hivi: ni marufuku kwa mtu, kikundi au taasisi ya Twende sasa katika mfano wa pili. Mfano wa pili unahusu uhuru wa mtu kujumuika na kushirikiana na wengine. Uhuru wa mtu kujumuika na kushirikiana na wengine. Hii ni ibara ya 32, nayo inasema hivi, na nanukuu: kila mtu anastahili kuwa huru bila ya kuathiri sheria za nchi, bila ya kuathiri sheria za nchi, kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, kujumuika na kushirikiana na watu wengine, kutoa mawazo hadharani, na hasa zaidi kuanzisha na kujiunga na vyama au mashirika yaliyoanzishwa kwa madhumuni ya kuhifadhi au kuendeleza amani au maslahi yake au maslahi mengineyo. Mwisho wa kunukuu. Sasa hapo umeona kwamba imezungumziwa hapo amani, kwa amani imezungumziwa pale bila ya kuathiri sheria za nchi. Hizo ndizo wajibu hizo. Kutokana na ibara hii, licha ya mwananchi kupewa haki yake ya kujumuika
na wengine na kadhalika, lakini haki hii imewekewa mpaka ambayo ni hiyo nimeitaja pale, bila kuathiri sheria za nchi au vile vile kwa amani. Hiyo ni mipaka. Hebu tuone sasa mfano wa tatu. Vyama vya siasa. Ibara ya 186. Vyama vya siasa ni ibara ya 186. Pamoja na ibara hii hutoa haki kwa vyama vya siasa kusajiliwa, lakini ibara ndogo ya pili B na C zinaweka mipaka kama ifuatavyo, na nanukuu: bila kujali masharti ya ibara ndogo ya kwanza, haitakuwa haki kwa chombo chochote cha siasa kuandikishwa ambacho kutokana na katiba au sera zake kinapingana au kinapigania kuvunjwa kwa Jamhuri ya Muungano. Chama kama hicho hakitasajiliwa. C, kinakubali au kupigania matumizi ya nguvu au mapambano kama njia za kufikia malengo yake ya kisiasa. Chama kama hicho hakiwezi kikasajiliwa. Pia ibara ndogo ya 4 inasema kama ifuatavyo, na nanukuu: Bunge linaweza kutunga sheria inayoweka masharti yatakayohakikisha kuwa vyama vya siasa vinazingatia mipaka na vigezo vilivyowekwa na masharti ya ibara ndogo ya pili, yaani kuhusu uhuru na haki ya watu kushirikiana na kujumuika. Mwisho wa kunukuu. Hivyo, kutokana na ibara hii tunaona kuwa vyama vya siasa havina uhuru usiokuwa na mipaka katika kuendesha mambo yake, na inashangaza vinapolalamika wakati serikali inapovikataza, kwa mfano kuandamana. Mfano wa 4, uhuru wa imani ya dini. Uhuru wa imani ya dini. Ibara hii ni ibara ya 31, ibara ndogo ya kwanza na ya pili zinasema kama ifuatavyo: kila mtu anao uhuru wa mawazo, imani na uchaguzi katika mambo ya imani ya dini, na anao uhuru pia wa kubadilisha dini, imani yake au kutokuwa na imani na dini. Ibara ndogo ya pili inasema kazi za kutangaza
kazi za kutangaza, kufanya ibada na kueneza dini itakuwa huru na ni jambo la hiari kwa mtu binafsi, ili mradi hapo sasa, hiyo ni sharti, ili mradi asivunje sheria za nchi. Nadhani imeeleweka. Sasa twende katika ibara ndogo ya 5. Ibara ndogo ya 5 inasema hivi, nukuu: ni marufuku kwa mtu, kikundi au taasisi ya kidini kutumia uhuru wa kutangaza dini, kukashifu imani na dini nyingine, kujenga chuki au kuchochea vurugu na ghasia kwa madai ya kutetea imani au dini. Ibara ndogo ya 6 inasema, na nukuu pia: dini na imani ya dini haitatumika kwa namna yoyote itakayowagawa wananchi au kuleta uhasama au kuharibu amani miongoni mwa wananchi. Mwisho wa kunukuu. Naona hizo zote hizo ni majukumu, ndiyo mipaka hiyo. Hivyo kutokana na maelezo hayo hapo juu, tunaona kuwa kila mtu ana uhuru wa kuabudu anavyopenda, lakini kila wakati akumbuke kuwa haki aliyo nayo yeye na mwenzake anayo, na hivyo amwache aabudu kama anavyopenda bila kumbughudhi au kumzomea na kadhalika. Iwapo mtu atashindwa kuheshimu haki ya mtu mwingine, atakuwa anatenda kosa na anastahili kuadhibiwa. Katika kusisitiza umuhimu huu, rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2013 ibara ya 50 ibara ndogo ya 5 inasema hivi, na nukuu: ili watu wote wafaidi haki na uhuru uliotajwa katika katiba hii, kila mtu anao wajibu wa kutenda na kuendesha mambo yake kwa namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Mwisho wa kunukuu. Iwapo mtu
anaona haki zake au uhuru wake umeingiliwa au umeporwa na mamlaka yoyote ya nchi au mtu binafsi, ni vema kutafuta suluhu katika chombo chochote cha mahakama badala ya kutumia nguvu au fujo kama haki yake, kudai haki zake. Ndugu wananchi, kwa hiyo kwa namna hiyo nadhani imeeleweka. Kila kitu tunapozungumzia mambo ya haki lazima tuzungumzie wajibu. Mtu uwe unajua kwamba iliyo haki yako ni haki ya mwenzako. Sasa usije ukapuzia haki yake. Hapana, ni wajibu wake yeye naye kumpa haki yake. Na ni matumaini yangu kwamba kila mmoja atazingatia hayo, na tutaendelea baadaye na kuweza kufafanua zaidi juu ya haki na wajibu na kuendelea na mambo mengine. Asanteni.